Bwana Yesu asifiwe mpendwa. Karibu katika kipindi chetu tena, kipindi cha Nifahamishe ambacho kinapeperushwa na redio yetu ya CTR pamoja katika mitambo ya YouTube chini ya jina Pefa Customs. Unakuta pale kipindi hicho ama masomo haya ambayo tunayafundisha hapa. Ni mimi wako mchungaji Anton Rioba ambaye nakuletea sehemu ya pili ya kile kipindi ama ya yale masomo ambayo tulianza jana yanaitwa vita ni vya nini. Kwa hivyo nakuletea sehemu ya pili katika siku ya leo. Na kabla tuingie, ninaomba tuweze kumshukuru Mungu. Baba, kwa jina la Yesu tunakushukuru kwa wema wako. Wewe ni Mungu wa pekee, wewe ni Mungu mweza yote. Bwana, tunashukuru kwa sababu ya siku ya leo tena. Jana umekuwa pamoja nasi na hata leo. Mungu wa amani, tunakuamini kwa sababu unasema utukufu wako ni mpya kila siku. Kwa hivyo Bwana, hata leo unaenda kuguza mioyo yetu na kutuweka katika utukufu wako mpya. Tunasema asante kwa yote ambayo unaenda kufanya, maana unatufundisha jinsi ambavyo tuishi duniani ili siku ile ya mwisho tuweze kupata nafasi na kuingia katika ufalme wa mbingu. Tunasema asante maana umesikia ombi letu kwa jina la Yesu. Amen. Karibu sana mpendwa. Kipindi hiki cha Nifahamishe leo tunazungumza kuhusu vita ni vya nini, ikiwa ni sehemu ya pili. Jana tukaangalia visababishi ama tukaona nani mwanzilishi wa vita. Tukaona si mwanadamu, si ndugu yako, si dada yako, si mamako, si babako, si mwajiri wako, si nani, sio jirani yako. Kwa hivyo huwezi ukamkasirikia huyu ambaye amekugombanisha ama akakutusi ukafikiri kwamba yeye ndio anakupiganisha. Vita inaanzishwa na shetani. Chinza kwa jana kisha tu ona ya kijana Yesu alivyo ode joka jekundu. Yesu chote vyote wetu itaishwa siku. Sasa tufanye namna gani? Sehemu ya pili ni kwamba kama vita vimetoka ama kama vita ama kama umeona jambo hili linaweza likakuingiza kwenye vita, shiriki na tatu muhimu au unaweza kufanya kane vita social ambao unaweza ukaichukua ama ya kijamii unaweza ukaichukua na ukafanya, lakini pia kuna njia za kimungu ambazo zote naenda kushiriki na wewe. Nianze na hali ya kawaida. Hali ya kawaida ama njia ya kijamii, a social responsibility ambao unaweza ukafanya ni kwamba kwanza jiangalie wewe. Angalia mapungufu yako. Angalia penye yawezekana wewe ndio umekosea. Maana mtu anaweza kuwa na kulaumu lakini unaona huna makosa. Lakini hakuna mwanadamu ambaye hana kosa. So jiangalie kwanza. Kabla uanze kusema mtu amenidharau, kabla uanze kusema huyu hafai, jiangalie wewe kwanza. Je, wewe unafaa? Je, kama amekudharau yawezekana ni ukweli? Kuna maneno mengine ambayo ni ya ukweli lakini hatutaki kukubaliana nayo. So suluhisho la kwanza kabla uingie ndani ya vita, ili kujizuia kuingia kwa vita, jitazame, ujiulize, hata kama amenikosea, yawezekana mimi ndio nimekosa, yawezekana mimi ndio niko na mapungufu, yawezekana mimi ndio sijatembea katika njia inayofaa, yawezekana mimi ndio nimeanza kumzungumzia vibaya, yawezekana nimemjibu vibaya, yawezekana nimerudisha vibaya, yawezekana nimetenda vibaya. Unajiuliza swali, je, kuna mahala ambapo mimi nimekosa kabla ya kuingia kwa vita? Hebu tuangalie neno la Mungu. Yesu mwenyewe anasema Mathayo pale 7, Yesu anasemaje? Mathayo 7 mstari wa 3 binasema, basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii? Unaona? Yaani boriti
ni kitu kikubwa ambacho kiko ndani ya jicho, lakini unatazama kibanzi ka kitu kadogo ambako kako kwa jicho la ndugu yako. So Yesu anasema kabla uanze kulaumu na kuuliza kuhusu kile kibanzi ama kale ka kitu kadogo ambako kameingia kwenye jicho la ndugu yako, jiulize, kwa jicho lako mwenyewe kuna nini? Kwa jicho lako kuna boriti, yani kama ni jiwe basi ni kubwa, kama ni makosa yawezekana wewe ndio uko na mengi. Kabla mwanaume alaumu mke wake kwamba huyu mwanamke ni mjinga, huyu mwanamke hafai, jiulize wewe kama mwanaume, yawezekana wewe ndio uko na makosa. Jiulize kama mwanamke, yawezekana wewe ndio umemkosea mume wako. Na kwa sababu wanawake wana uwezo wa kuzungumza mambo mengi bila kupumua, so unastukia ameongea bila kujiuliza, je, hivi mimi ndio nilikosea? Unaongea tu bila kuwaza. So ndio nakusihi kwamba kabla umlaumu mwenzako, jiulize, yawezekana wewe ndio uko na tatizo, yawezekana wewe ndio uko na makosa. Na wakati utajishauri, ujiangalie, ujiuliza maswali, yawezekana wewe ndio uko na makosa, ukweli utakuta kwamba hautaingia kwa vita, kwa sababu utajirekebisha, utajizuia, utaachilia, utampenda jirani yako, utawapenda wenzako, kwa sababu umegundua wewe ndio matatizo. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, unajua shida kubwa hata ambayo siku hizi wenye ndoa wanaachana, yani divorce, wanatengana, ndoa zinavunjika, ni kwa sababu watu wako na kiburi. Badala mtu ajitazame, badala mtu ajiangalie, badala mtu ajihoji, anasema lenye linakuwa chochote kitakachokuwa na kiwe. Kumbe ni mpango wa shetani kuwe na divorce. Unaona, ndoa, it's God who instituted marriage. Mungu ndio alianzisha mpango wa ndoa. Kwa hivyo shetani anafurahia akiona watu wanaachana. But people are so reckless. Watu wamejiachia tu, they are careless. Watu hawana umakini, wanasema lolote ambalo litakuwa wacha liwe. Na shetani anafurahi kwa sababu anajua ameharibu kile kitu ambacho Mungu alianzisha. Sawa, wengine wanasema huyu mwanaume sio yeye peke yake, nitapata mwingine. Mwanaume anasema mwanamke sio huyu peke yake, nitapata mwingine. Na ukweli akiachana huyu, kuna mwanamke mwingine anasubiri huyo mwanaume, na huyo mwanamke pia akiachana huyo, kuna mwanaume mwingine anasubiri. Ama unaweza kuta sasa kwanza wamama wao wako na shida kwa sababu wanaachwa alafu anakosa mwanaume. At least mwanaume kiafrika, nafikiri ni utaratibu wa kiafrika, sisemi ni Ukristo, ni utaratibu wa kiafrika. Mwanaume akiachwa na mwanamke, kupata mwanamke ni rahisi, lakini mwanamke akiachwa, kuolewa tena inakuwa ni shida, inachukua muda. Mtu akasema kwamba wale ambao wasahihi wameachwa ama wako kwa divorce ni those who were careless with their marriages. Walisema sijali, walisema ajipange, walisema kama hajisikia aende. So unakuta finally wanajipata wako single. Na kama hauko tayari kuolewa, mimi huwa nasema hivi, kama hauko tayari kukutii mume wako, kama hauko tayari kuwa chingo, usiwe kichwa kwenye ndoa, basi usiolewe. Kuliko unakimbia unaingia kwenye ndoa, watu wanagaramika, wanakufanyia harusi kubwa, maua yanatupwa, pesa inatumika, alafu unastukia baada ya mwaka mmoja, baada ya miaka miwili watu wanatengana. Sasa kulikuwa na haja gani basi? Kulikuwa na haja gani mkaoana? Unajua Mungu alianzisha ndoa, na kwa sababu alianzisha, sio kitu cha muda. Unless kama sasa tunataka tuchukue tabia ya kizungu, maana wengi katika nchi zilizoendelea wanaingia katika ndoa wakiwa wameweka mkataba, wamewekeana mkataba kwamba tutakaa na wewe miaka 5 alafu tutarudia tuone kama ndoa hii itaendelea. Unaona? Sasa kitu ambacho kinasababisha ni kiburi, na kiburi ndicho kinaondoa ile hali ya kujipima, ile hali ya kujiuliza maswali ya kwamba je, ni mimi nimekosa? Wapendwa, kama tungekuwa na wanaume ambao wakati mambo imeharibika anaweza akarudi nyuma akajiuliza, je, ni mimi nimekosa?
yawezekana hata hatungekuwa na divorce nyingi, watu hangekuwa na achana. Tungekuwa na wamama, watu wa kike ambao wanajitolea kujiuliza, yawezekana ni mimi nimekosea, hatungekuwa na divorce. Lakini kwa sababu adui anataka haribu kila kitu ambacho Mungu alianzisha kama ndoa, sasa ndio ameweka mioyo ya kutopendana, ameweka mioyo ya kiburi ndani ya watu, na watu wanasema usiteseke ndani ya ndoa. Na anakuambia tu watu ndani ya ndoa wanateseka. Na anakuambia watu ndani ya ndoa wanateseka. Yawezekana ile ambao huko ndio unateseka kwa sababu umeamua kufanya hivyo. Lakini watu wakiamua kuishi kwa amani ndani ya ndoa, ndoa ni jambo la kusherekea, ndoa ni kitu cha kufurahia, ndoa ni kitu ambacho mtu akiishi ndani amekumbatiwa na mke wake, amekumbatiwa na watoto wake, na mwanaume amekumbatia familia yake. Ndoa ni ya kufurahia. Haleluya. Hata kama nasema hivyo simaanishi kwamba hakutakuwa na changamoto, zitakuwepo, lakini kabla urushe neno, kabla uende kutafuta divorce, jiulize, mimi nimekosea wapi? Angalia kile ambacho Yesu anafanya. Tukiangalia katika Yohana pale 8, Yohana 8 pale tunamuona Yesu naye analeta mfano mzuri sana. Napenda sana huu mfano. Wakamwambia, mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa kizini. Unaona, ameletwa na Mafarisayo, ameletwa kwa Kristo. Mwanamke ambaye amefumaniwa, Biblia inasema alikuwa akifanya nini? Akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii. Nao wasemaje? Unasikia sasa, washtaki wamekuja mbele ya Yesu. Hao wanasema hivi, wamemkuta huyu mwanamke akizini. Kulingana Torati za Musa, basi mtu akipatikana kuzini, Biblia inasema kwamba alikuwa apigwa mawe. Sasa wamekuja wamuulize Yesu yeye anafaa kufanya nini? Kwa sababu kumbuka Yesu alikuwa amesema hajakuja kubadilisha neno, amekuja kukamilisha. Hawakumuelewa maana ya kukamilisha ni nini. Sasa akiwa pale wanamjaribu waone yeye atasema nini. Lakini Yesu akatulia kwanza. Na kabla niende kwa kile ambacho Yesu alifanya, nikuulize swali. Kama walimfumania akizini, wapi mwanaume? Kwani alikuwa anazini mwenyewe? Siku gani yenye mwanamke anaweza kazini mwenyewe? Lazima mwanaume alikuwepo. Na mbona hawakushika huyo mwanaume? Mbona wanaleta mwanamke peke yake? Sasa Yesu anafanya hivi. Nao wakasema neno hilo wakimjaribu ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Yaani Yesu anakubaliana kwamba sawa, kulingana na Musa, anayepatikana akizini anafaa pigwe na mawe. Lakini sasa Yesu anawaambia hivi, yeye ambaye hana kosa, yeye ambaye hana dhambi awe wa kwanza kupiga huyu mwanamke. Jamani, ni nani ambaye hana dhambi duniani? Ni nani ambaye hana kosa? Tunakosa kila siku. Ndio maana hata Ayubu alikuwa anaamka anatoa sadaka mbele za Bwana, anaombea watoto wake msamaha, kwa sababu alijua yawezekana wametenda dhambi. So makosa yamejaa. Yesu akataka waone kwanza boriti lililokuwa katika macho yao kabla ya kuona kibanzi ambacho kilikuwa kwa huyu mwanamke. So ndio maana anawaambia yule ambaye hana kosa kwanza awe wa kwanza wa kutupa jiwe kwa huyu mwanamke. Biblia inaendelea kusema, nafikiri hata nisipoendelea unajua, unafahamu historia hii ya kwamba kwenda hapo chini wakaanza kutoka mmoja hata mwingine. Na Yesu alipoinuka akakuta ni yule mwanamke yuko pale. Unajua mwanamke yeye alikuwa pia anasubiri apigwe na mawe, kwa sababu yawezekana alifunga macho, yawezekana alitazama chini kama Yesu. Lakini wakati Yesu ameinua kichwa na kumuuliza, washtaki wako wapi? Ndio mwanamke anasema wameenda. Na Yesu anamwambia pia, na mimi sikuhukumu, lakini enda na usitende dhambi tena. Alikuwa anatufundisha nini? Kabla ulaumu mwingine, kabla utoe mwingine makosa, kabla uingie kwa vita,
walikuwa wamekuja na mawe, wanataka kupiga mwanamke. Kabla uingie kwa vita, jiulize wewe kwanza. Jiulize, je, uko sawa? Je, kuna makosa uliyotenda? Je, kuna sehemu ambayo pia na wewe ukichunguzwa utakuta umekosea? Hilo litakusababisha upunguze vita. Na hiyo ndio nimeita social responsibility of each one of us, yaani sehemu ya kijamii ambayo kila mmoja wetu anafaa kuiangalia na kuifanya. Sehemu ya pili, nimejaribu kutafakari sana. Kuna hatari kubwa wakati kiongozi especially kiongozi wa rohoni, mtoto wake atamkosea ama aliye chini yake atamkosea, na hilo neno limuumize na akose kusema jambo. Ninawashauri tu kwamba kama kuna watu ambao wako chini yako, ambao kabisa you are the one who is responsible, haujawaachilia, hujawapeana sehemu fulani, you still have the spiritual authority upon them. Uko na nguvu ama uko na mamlaka ya kiroho juu yao. Kama kuna watu ambao uko na mamlaka ya kiroho juu yao na wamekukosea ama wanaanzisha vita, badala ya kunyamaza na ukaenda kwenye maombi, maana ukiombea hao wataumia, ukinyamaza pia wataumia. So kama kiongozi, ninakushauri afadhali useme jambo ili utoe ghadhabu juu yao. Unajua, tumeitwa kupeleka watu mbinguni, hatujaitwa kupeleka watu kuzimuni. Kwa hivyo mtu kama huyu akipigwa na aende kuzimuni, basi wewe kama kiongozi kwa njia nyingine umechangia yeye kwenda kuzimuni. Kwa hivyo mtu akikosa na ako chini yako, ni vizuri kama ni mshirika wako, kama ni mtu ambaye unamuongoza, ukazungumze neno, maana ukinyamaza atapigwa. Wacha nilete mfano katika Biblia, yawezekana haunielewi. Tuende pale kitabu cha Hesabu 12, tumuone Miriam wakiwa na Aaron na Musa, kilichofanyika. Miriam, Haruni na Musa, kilichofanyika utanielewa vizuri. Biblia inasema Hesabu 12 kuanzia mstari wa kwanza, kisha Miriam na Harun wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemuoa, maana alikuwa amemuoa mwanamke Mkushi. Unaona? Miriam na Harun wanamnenea, yani kama wanajiuliza maswali ama wanauliza kwa nini alimuoa Mkushi na si Myahudi. Ama yawezekana sio hilo, yawezekana wanamuuliza ama wanalalamika jinsi ambavyo wameishi naye pale, wakaona labda tabia haziingiliani. Unajua wadada, mtu na dadake akioa mwanamke, wadada wanachunguza sana huyo mwanamke aliyeolewa, mpaka wanaanza kuleta visababu tu vingine vyenye kwa mwanamume sio shida, lakini kwao ni shida kubwa. Sasa ukumbuke Musa na Harun na Miriam ni mandugu. Ukumbuke ni mandugu. Ukumbuke wote wawili ni wakubwa kwa Musa. Ukumbuke Miriam ni mkubwa kifuatiwa na Haruni alafu na Musa. So hao wote wawili ni wakubwa, Musa ndio mdogo. Lakini Mungu akamchagua Musa, akamchukua Haruni awe kama msaidizi wake, na Miriam akawa ndio kiongozi, ni kama kiongozi wa praise and worship kwa kanisa. Maana walipovuka bahari ya Shamu, aliyeweka wimbo, ule wimbo wa Musa aliyokuwa na uongoza ni Miriam. Kwa hivyo hawa ni viongozi. Kwa mfano wa leo tunaweza sema ni viongozi kanisani. Musa kuwe kama mchungaji, yawezekana Harun awe kama mzee wa kanisa, Miriam awe kama kiongozi wa kundi la maabudu na sifa. Sasa wanajiuliza huyu mwanamke, ni kama wanaongea maneno kinyume na huyo mwanamke. Biblia inasema mstari wa pili, wakasema, je, ni kweli kwamba Bwana amenena na Musa tu, hakunena na sisi pia? Bwana akasikia maneno yao. Sikiliza mpendo, yale maneno ambayo unanena juu ya mtumishi wa Mungu na juu ya mtu aliye juu yako, Mungu anasikia. Yale maneno ambayo unayasema juu ya mtu, juu ya mtumishi aliye juu yako, Mungu anasikia. Kama unataka uwe salama, afadhali uondoke kwa huyo mtumishi kuliko kunena ukiwa chini yake. Maana yeye anaweza asisikiliza, lakini Mungu anasikia.
na hilo linaleta vita ndani ya kanisa. Unastukia labda kiongozi na mchungaji msaidizi, ama unakuta mzee wa kanisa, ama unakuta viongozi fulani wanaongea kuhusu uongozi, wanalalamika kuhusu uongozi. Angalia ambacho kinafanyika hapa mpendwa, na uelewe kwamba neno hilo Mungu anasikiliza. Nyinyi mnanena, yawezekana mko kwenu, yawezekana uko kwa jumba lako, yawezekana uko safarini, mnaongea tu, mnaongea mabaya, lakini mko chini yake. Inamaanisha mafuta yake ama kofia yake inawafunika. Kama hautaki, kama unataka umnene vibaya, alafu afadhali uondoke, usiwe kwa mafuta yake, usiwe chini yake. Lakini as long as uko chini ya mtumishi na unaongea makosa, yale ambayo yalimpata Miriamu hapa yanaweza yakakupata. Biblia inasema wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu, hakunena na sisi pia? Sikiliza, hatukatai kwamba Mungu haneni na yeyote. Mungu ananena na Wakristo wote. Anaweza akanena hata na mtu aliyeokoka leo. Mungu ananena mpaka na punda, wacha hata Wakristo. Mungu ananena na mtu yeyote. So hao wakiulize kwani Mungu hakunena nasi, hatukatai. Mungu alinena na wao. Anaweza hata hapa tutaona Mungu ananena na wao. Lakini sasa yule ambaye amechaguliwa kuwa kiongozi kwa wakati huo ni mmoja. Yule ambaye anapewa maelekezo ya wengine kufuata ni mmoja. Yule ambaye Mungu amemweka kwa niaba yake ni mtu mmoja, ambaye kwa sasa ni Musa. Na hata kwa kanisa lako, kwa kundi lako, hata waimbaji, yule kiongozi wenu ndiyo kiongozi kwa wakati huo. Wakati mnamzungumza vibaya, Mungu anasikiliza. Biblia inasema Bwana akasikia maneno yao. Mungu anasikia maneno ya watu. Mungu anasikia maneno ya watu yale ambao mnanena kinyume na viongozi. Viongozi ambao Bwana amewaweka katika kanisa lake, viongozi ambao Bwana ameweka katika huduma yake kuongoza kanisa la Bwana. Bwana anasikia hayo maneno. Na kama unataka uwe salama, afadhali uondoke tu polepole, uende utoke chini ya uongozi wa huo mtumishi, alafu ukaongea. Lakini ukiongea ukiwa chini yake, kuna matatizo yanaweza yakakupata. Biblia inasema basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Unaona? Musa alikuwa mpole sana. Musa alikuwa hata alikuwa hata kuongea haikuwa rahisi. By the way, kumbuka kwamba Musa amezaliwa na kigugumizi. Kama ulikuwa hujajua hilo, Musa amezaliwa akiwa hawezi akaongea kwa haraka ama vizuri. Hakuwa mzuri wa maneno. Lakini alipoenda Misri, wakati Mungu amemruhusu kuingia Misri miaka 40, pale ndipo Musa alipoenda na kufundishwa na akajua kuzungumza. Unaona? Bwana Yesu asifiwe sana. So ninaomba nielewe kwamba wakati Musa alikuwa na matatizo ya kunena, alipewa huo ujuzi, ingawa bado hakukuwa vizuri. Kumbuka wakati wakati Mungu anamuita pale jangwani, ukisoma Kutoka 3 pale, wakati Mungu anamuita anasema, lakini usemi wangu si mzuri. Amejaribu hata kujifunza, lakini usemi wake bado haujakuwa mzuri. Ndio Mungu akamwambia, si nimekupea Haruni, yeye atakuwa mdomo kwako. Unaona? Kwa hivyo Mungu ameleta watu kanisani. Mungu ameleta watu kwa huduma yake, watu wa uwezo tofauti wakaweza kumsaidia mtumishi wa Mungu kufanya kazi. Sasa huyu Musa pamoja na udhaifu wake wa kuzungumza, ndio maana Mungu akamleta yule Haruni pale. Lakini pamoja na hilo alikuwa mpole sana. Biblia inasemaje mstari wa 4? Biblia inasema Bwana kanena ghafla na Musa na Haruni na Miriamu. Unaona? Si Bwana amenena na wao wote. Bwana kanena ghafla na Musa na Haruni na Miriamu. So kunena na watu kanisani, Mungu anaweza akanena kwa yeyote. Mungu anaweza akatumia mtu yeyote. Mungu anaweza akanena na chochote. Mungu hazuiliki. Lakini sasa hiyo haimaanishi wewe ndio kiongozi. Hiyo haimaanishi wewe ndio utoe utaratibu. Hiyo haimaanishi wewe ndio useme yale ambayo, wewe ndio uzue vita. Haimaanishi ulete uchonganishi. Haimaanishi ulete ugomvi. Ninakusihi mpendwa,
wakapata kuelewa haya. So Mungu ananena na wao wote. Kunena Mungu atanena tu. Akawaambia, mwende hemani mwa kukutania. Basi hao watatu wakatoka nje. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mlangoni pa hema, akawaita Haruni na Miriamu, nao wakatoka nje wote wawili. Unaona, walikuja wakaingia ndani ya hema ya kukutania, lakini akashuka ndani ya wingu akawaita nje. Walipotoka nje, kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu. Akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Unaona, yaani Mungu akitaka kuongea na wewe, kama kuna nabii hao katikati yenu, mimi nitajifunua kwake na nitaongea naye katika maono na katika ndoto. Lakini Mungu analeta Musa, anamweka to be a special person, yaani mtu wa muhimu sana. Anasema, sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Yaani Musa alikuwa mwaminifu kwa Mungu, na Mungu akasema huyu atazungumza naye ana kwa ana. Una ukweli kabisa, ukiangalia hata maisha ya Musa, kuna mambo ambayo Musa alikuwa anafanya mpaka anajiuliza, kweli mwanadamu wa kawaida inawezekana ashike maagizo haya yote? Angalia wakati Musa anapewa maagizo ya kujenga hata hema la kukutania, jinsi ambavyo anaambiwa atashona mapazia, jinsi ambavyo anaambiwa ataweka vitasa vile vya kushikilia taa, jinsi ambavyo atajenga madhabahu, jinsi ambavyo atakatakata hema la kukutania. Yaani maagizo hayo ni mengi sana. Na sasa nikawa najiuliza, hivi Musa alikuwa anaandika yale maagizo? Kwa sababu those specific issues, sijui sehemu fulani ya nguo ya kuhani ya Harun itakuwa na rangi fulani, mimi kweli naweza kukumbuka hayo? Mungu akiona hayo yote anasema huyu ni mtumishi mwaminifu sana. Na kwa sababu hiyo anasemaje mstari wa 8? Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana wazi wazi wala si kwa mafumbo, na umbo la Bwana na yeye ataliona. Mbona basi ninyi hamukuogopa kumnenea mtumishi wangu huyo Musa? Unaona mpendo, Mungu akichagua mtu na amweke sehemu, sio eti Mungu hapendi huyo mtu, na sio eti Mungu hajui alimweka hapo. Wewe ndio unakuja na kimbelembele chako kuzungumza maneno, unaanza kusema sijui ako na udhaifu fulani. Kwani aliyemchagua hakufahamu na udhaifu huo? Aliyemweka hapo hakujua na udhaifu huo? Alimweka Musa na alijua tu vizuri Musa hana uwezo wa kuzungumza vizuri, hajajua, yani ule ulimi wake haukuwa mwepesi wa kunena, na bado akamweka kuwa kiongozi. Ndipo akamchagulia Haruni anene kwa niaba yake. Sasa wewe ukianza kusema pasta wetu sijui hana nini, sijui hana nini, wengine wanasema hana upako, wengine wanasema hatoi, wengine wanasema mambo mengi tu. Lakini nakuuliza hivi, Mungu yeye hakujua? Na hiyo simaanishi sasa kwamba watumishi wa take advantage alafu wafanye vituko. Watapata hukumu yao. Watumishi watapata hukumu yao. Achana na hukumu ya watumishi, ipo juu yao, usiende kushiriki pale. Sasa pamoja na hayo, ndio nakuambia kwamba Mungu akamchukua mtumishi wake as a special being, mtu ambaye amemtuma kufanya kazi yake. Hasira za Bwana zikawaka juu yao, naye akaenda zake. Mungu akaenda zake baada ya kukasirika. Kisha hilo wingu likaondoka kutoka pale juu ya hema, na tazama, Mungu baada ya kuondoka, nini kinafanyika? Miriamu akawa mweupe kama theluji. Haruni akamwangalia Miriamu, na tazama yu mwenye ukoma. Yaani Miriamu akapigwa na ukoma. Mtu anaweza jiuliza, kama Miriamu walikuwa na Haruni pamoja, mbona ni Miriamu anapigwa na ukoma na Haruni hapigwi na ukoma? Mimi niko na mambo mawili. Naweza nikasema hivi, unajua God is a just God. Mungu ni Mungu mwenye haki. Yawezekana Miriamu ndo alikuwa na hii story, Haruni tu alikuwa anashirikishwa, hatujui. Unaweza kuwa unazungumza na mtu, kazi yako ni kuitikia tu, lakini ukweli aliye na maneno ni huyu anayezungumza. So hatujui. Mungu mwenyewe alifanya uamuzi wake wa haki, akaona kati ya hawa wawili yawezekana Miriamu alikuwa mwenye makosa, ndio akampiga na ukoma na akaacha Haruni. Lakini jambo lingine la pili, kumbuka Haruni alikuwa amepakwa mafuta ya kuwa kuhani mkuu. Kwa hivyo Mungu akishuka
akakutana na mafuta yake ambayo alikuwa amepaka juu ya Haruni. Yawezekana kwa sababu hiyo pia akamhifadhi Haruni na kumpatia nafasi nyingine. Unaona, kwa sababu ya mafuta yaliyokuwa juu yake. Na ndio maana nahurumia wale ambao wanapigana na kuongea bila mafuta ya Mungu, hawajapakwa mafuta na wananena tu bila mpango. Hiyo unaweza ukapigwa wakati wowote, na pigo lako ni kubwa. Unaona, Miriamu anapigwa, hana nafasi ya kutubu, lakini angalia Haruni yako na nafasi ya kutubu. Haruni anasema, kisha Haruni akamwambia Musa, Bwana wangu, nakusihi sana, usituwekee dhambi juu yetu, kwa kuwa tumefanya ya upumbavu na kufanya dhambi. Haruni at least anatubu. Nakusihi asiwe kama mmoja aliyekufa, ambaye nyama ya mwili wake nusu imelika hapo atokapo tumbo la mamake. Musa akamlilia Bwana akasema, mpoze Mungu, na kusihi sana. Unaona, Musa akarudi kumlilia Mungu aweze kumponya huyu Miriam. Biblia inasema Bwana akamwambia Musa, je, kama baba yake angelimtemea mate usoni tu, hangaliona aibu muda wa siku 7? Na afungwe nje ya kambi muda wa siku 7, kisha baada ya hayo ataletwa ndani tena. Mungu anatoa msamaha, lakini kuna punishment baada ya kutenda dhambi. As much as kuna msamaha, lakini kila dhambi ina mshahara. Unaona, sasa huyu alipigwa na ukoma, ndio mshahara wa dhambi, lakini baadaye akasamehewa. Baada ya siku 7 akarejeshwa kwenye kambi, yani akapata msamaha. Kwa hivyo mtu anaweza akasema, mbona kuna msamaha? Kwa nini imefanyika hivyo? Sawa, kila dhambi ina mshahara. Ndio Biblia inasema. Biblia inasema kwamba kila dhambi na mshahara wake, na mshahara wake by the way unajua ni mauti, na huyu alikuwa anaenda kufa, lakini Mungu akamsamehe, na kwa sababu alimsamehe anarejeshwa baadaye. So hiyo ni sehemu ya pili. Sasa nilikuwa nasihi kwamba Mungu ameshuka kupiga Miriam na Haruni kwa sababu Musa hakusema jambo. Yawezekana pia Musa hakujua, na hili tufundishe kwamba yawezekana mtumishi wa Mungu asijue kile ambacho mnaongea, lakini Mungu anasikia. Lakini kama Musa angesikia, jambo zuri lilikuwa kuwaita hawa wawili na kuwazungumzia. Wakati mtumishi ananena na kuongea, basi ile hasira ya Mungu inapungua juu ya watu. Lakini mtumishi wa Mungu ukinyamaza, amu uende waombee, watapigwa vibaya. Na kwa sababu sisi hatujakuja hapa kuhukumu watu, hatujakuja kupoteza mioyo, ndio maana tunaita watu, tukawazungumzia, tukawaonyesha njia. Maana tukinyamaza Mungu atafanya, lakini tukienda tufanye, Mungu anatuachia. Kwa hivyo ni ushauri tu kwamba kama we ni kiongozi wa kiroho, unaongoza watu, wakati ukisikia vita, ukisikia minong'ono, ita hao watu wazungumzie, ili uwaepushe kupigwa na Mungu aliye juu. Kwa hivyo hiyo itatusaidia ili tuweze kukosa kuingia katika vita. Number 3, jambo lingine ambalo unaweza ukalifanya ili kujizuia na vita, na hili ndilo ambalo nitalizungumzia la mwisho. Nilikwambia kwamba niko na mambo 3. La 3 ambalo unaweza ukafanya, tafuta kitu kingine ufanye. Sana sana jambo la kiroho. Ukisikia mtu anakutusi, ukisikia unakasirika, ukisikia unatoka kwa njia, unasikia ni kama hata wewe unachemka, tafuta kitu kingine ufanye. Sana sana tafuta hata uingia katika nyimbo za kumwabudu Mungu. Ingia katika tenzi. Kuna Biblia inazungumzia kwamba tuimbe nyimbo za tenzi, tuimbe nyimbo za zaburi, na tuimbe nyimbo za rohoni. Wacha nikupeleke pale, alafu nitakuelezea Paulo alimaanisha nini akiwaambia Waefeso ya kwamba waimbe nyimbo za tenzi, za rohoni na za zaburi. Waefeso 5 mstari wa 19, Biblia inasema mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana moyoni mwenu. Sasa kuna aina 3 ya nyimbo: nyimbo za zaburi, tenzi na nyimbo za rohoni. Tofauti ni nini?
Nyimbo za Zaburi ni nyimbo ambazo zimeandikwa kwenye Biblia. Kwa mfano, kitabu cha Zaburi ni mkusanyiko wa nyimbo 150 zimekusanywa. Nyimbo hizo zimekusanywa na kuwekwa pamoja kama kitabu. Nyimbo hizo zimeandikwa na watunzi tofauti tofauti, akiwemo Daudi, Sulemani na watu wengine, lakini zaidi Daudi ameandika nyimbo nyingi zaidi katika kitabu hicho. Kwa hivyo hiyo Zaburi ni mojawapo. Sasa Biblia ikisema kwamba Zaburi ni nyimbo ambazo zimeandikwa kwenye Biblia. Wimbo wa Musa ninauhesabia ni mojawapo ya Zaburi. Nyimbo za Suleimani kama wimbo ulio bora ni mojawapo ya Zaburi, maana Suleimani aliandika nyimbo nyingi tu, na wimbo ulio bora ni mojawapo ya wimbo. So hizo ndizo nyimbo za Zaburi. Kitengo cha pili ni nyimbo za tenzi. Nyimbo za tenzi ni zile ambazo ziliandikwa na watakatifu baba zetu wa rohoni hapo awali, na ziko kwa vitabu tunazitumia kuziimba siku hizi. Yani wapendo waliokuwa wamejaa Roho Mtakatifu walifunuliwa na wakaandika nyimbo hizo za kumwabudu Mungu, ingawa si maandiko, yani sio Biblia, lakini walitunga maneno mazuri ya kufanya mtu akaabudu. Hiyo ndio inaitwa nyimbo za tenzi. Nyimbo za rohoni, wakati unaimba, sana sana watunzi wa nyimbo mtanielewa, wakati unaimba ama umelala ama unafanya kitu fulani, unastukia wimbo unakuja ndani yako, wimbo mpya. Hii ndio maana Biblia inasema kwamba muimbieni Bwana wimbo mpya. Hizo ndizo nyimbo za rohoni, yani wimbo unachipuka, wimbo unalipuka kutoka ndani yako. Huo ndio wimbo wa rohoni, wimbo ambao umetoka tu ndani yako. Hata unaweza ukaimba ukinena kwa lugha, unanena kwa lugha na unaimba wimbo, ni wimbo wa rohoni. Sasa ukifanya hivyo utaepukana na hasira na kuingia ndani ya vita. Unaimba tu wimbo wote ambao unakuja kwa akili yako, unaweza ukauimba, inakuwa. Alafu nikueleze kwamba ukiwa mwenyewe, by the way, ukiwa mwenyewe ama ukiwa tuseme ukiwa katika your self guided study, sio ibada, unaweza ukaimba wimbo hata kama sauti yako ni mbaya. Unajua tunahitaji viongozi wa praise ama viongozi wa kuongoza ibada ya sifa na maabudu kwenye kundi kubwa, kwa sababu sauti zao wale wote zitaingiliana. Unaona, kuna mtu ambaye amepewa kipawa cha kuongoza wengine, so ako na sauti nzuri, akiimba wengine wote na masauti yao mabaya yanaingiliana na ile nzuri. Lakini ukiwa na sauti yako ambayo ukienda kuongoza, unastukia ni mtu mmoja tu ambaye unaweza ukamsaidia kuimba wimbo kama huo. Ndio maana huwa tunachagua waliobarikiwa watuongoze, ili watu wengi waingiliane pamoja naye, maana yeye ni general, sisi wengine tunafuata. Lakini ukiwa mwenyewe, unaweza ukaimba na sauti yako, hata sauti yako mbaya unaimba tu nayo, na unajua Roho anajua hakukubariki na hiyo sauti. Lakini ukiitoa, ukianza kuimba, unamkaribisha, maana yeye hawezi sema eti wewe ni mbaya, eti uko na sauti mbaya, kwa sababu Mungu ndiye alikupatia. Kwa hivyo Roho anaelewa, wewe imba tu na hiyo sauti ambayo inakuja. Kama mimi si muimbaji, lakini naweza nikaimba tu nikiwa mwenyewe. Nionapo amani kama shwari, amani yonapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Sina sauti nzuri ya kuimba, si umeisikia venye sio nzuri, lakini naweza nikaimba na Roho akanijaza, na Roho akanitoa kwa zile hasira nilikuwa nazo, zile ambazo zilikuwa zinapanda, na nikapeleka mawazo yangu kwingine, na nikakuta ninabubujika na kumwabudu Bwana. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama. Unaona, unaimba tu na sauti yako hiyo ambayo ulipewa, wala hatushituke nani na kusikiliza wewe. Kitu kikubwa unaimba mbele za Mungu. Sauti ni mbaya, lakini kinachotoka ndani kinampendeza Mungu, na kwa sababu hiyo Bwana anakuondolea hasira, unarudi na kuwa mtu mzuri na umeepuka
epuka na vita. Njia rahisi ya kuepuka na vita, ingia kuabudu. Ingia kuabudu. Yawezekana hujui nyimbo, tafuta wimbo ule ambao unapenda wa kuabudu. Kama uko na simu, weka huo wimbo. Kama uko na redio, weka huo wimbo. Sikiliza huo wimbo. Kama uko na gari unaendesha, endesha huo wimbo kicheza. By the time unamaliza dakika 5, unakuta ile hasira imeisha na unarudi katika njia ya kumwabudu Bwana. Sasa hiyo itatusababisha tuepuke vita. Mpendwa, epuka vita ndugu zako, epuka vita na wapendwa kanisani, epuka vita kwa sababu ni mpango wa adui akumalize. Ni mpango wa adui alimalize kanisa. Ni mpango wa adui amalize familia. Ni mpango wa adui watu wateseke. Maana vita viko na hasara yake. Watu wakipigana, wengine wanaumizana, vitu vingine vinaumia, wengine wanapasua vyombo. Unaona, vita viko na hasira. Sasa adui anafurahia wakati uharibifu umepatikana, lakini sisi kama watu ambao tumemkubali Kristo tunafaa kuelewa vita vikipatikana kuna kitu kitaharibika. Ili tujizuia na vita, wacha tumwabudu Bwana. Inua tu mikono yako mbele za Bwana, muite tu Bwana, muabudu tu Bwana. Utashangaa jinsi ambavyo Bwana atakutembelea, atakunenea, atakuzungumzia. Wacha Bwana akutie nguvu kwa neno hili, na kwa njia hizo 3 upate neema ya kumwabudu Bwana na kumuishia. Uachane na vita. Achana na vita. Achana na vita kati ya ndugu na ndugu, kati ya dada na dada, kati ya ndani ya kanisa. Maana sisi ni ndugu, basi tuachane na vita. Tuachane vita. Kuna vita vingine vya upuzi. Sijui watu wa kanisa fulani wanapigana na kanisa fulani. Kwa nini tupigane? Sisi ni watu wa Kristo, watu wa baba mmoja. Kwa nini kanisa la SDA lipigane na kanisa la PEFA? Kwa nini PEFA ipigane na Maranatha? Kwa nini kanisa fulani ipigane na Katoliki? Sisi ni watu wa ndugu wa baba mmoja. Vita iisha katikati yetu na amani ijae. Mungu wa mbinguni akubariki. Hebu tuombe pamoja. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wangu na msikilizaji wangu. Amekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Bwana, akifuatilia jinsi ya kuepuka vita. Ninakusihi kwa jina la Yesu, Mungu uliye hai, ninaomba neno hili likakae ndani yake. Bwana, tumeona maneno haya 3 ya kuepukana na vita. Bwana, yajenge ndani yetu. Kabla tupigane, tujiulize, je, nani ako na kosa? Je, yawezekana pia na mimi niko na madhaifu yangu? Kwa nini niangalia madhaifu ya yule? Bwana, tuweze kujizuia kwa kujiuliza maswali kama hayo. Tusababishe kuzungumza na wale ambao wana mawazo tofauti. Bwana, ondoa kiburi. Bwana, tusababishe kuweza kushuka chini, hata viongozi kushuka chini na kuzungumza na wale walio chini ili kuondoa vita. Bwana, tusaidie pia wakati vita vinaenda kuinuka, tuweze kukumbuka kuingia na kukuabudu na kusahau mambo ya vita, na hapo Roho utatuzungumzia na kutusaidia. Ninakushukuru Baba kwa sababu umesikia ombi letu na hata umemsaidia msikilizaji. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ni mchungaji Anthony Rioba, kanisa la PEFA Customs Isibania, kaunti ya Migori, katika nchi yetu ya Kenya, nikikuletea ujumbe huu ya kwamba vita ni vya nini katika kipindi cha Nifahamishe. Jiunge nasi kila Alhamisi saa 1:30 jioni kwa redio ya CTR kuweza kusikiliza kipindi hiki cha Nifahamishe. Na pia unaweza ukaingia katika mtandao na ukasearch YouTube PEFA Church Customs, ukaangalia vipindi vyetu viko pale. Utapata mafundisho yote niliyoyafundisha ndani ya redio. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Kama unataka unitafute tuzungumze, basi nambari yangu ya simu ni 0720477620, 0720477620. Blessings and blessings.